Basi Bwana Mungu akasema, si vema huyu mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani. Akamletea Adamu ili aone atawahitaji kila kiumbe hai. Jina aliloita Adamu likawa ndilo jina lake. Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni, lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatwaa ubavu wake mmoja, akaufunika nyama mahali pake, na ule ubavu aliotwaa katika Adamu, Bwana Mungu akamfanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Jina la Bwana libarikiwe. Tuombe kwanza kabla. Baba yetu mpenzi, Mungu wa mbinguni, tunao uwezo mdogo tu wa kusoma haya maandishi katika karatasi, lakini Bwana, inapofikia kulileta lile neno, basi linahitaji yule mfunuzi wa neno hili na mwandishi wake. Na ndiyo maana Baba, katika Biblia hii hakuna mawazo ya mwanadamu, yote ni mawazo ya Mungu, na yangefunuliwa kwetu tu kwa utaratibu wa Mungu. Tungeenda kusoma na tungerudi tusijue chochote. Tungekuja na vyeti vyetu na bado tungepotea. Lakini Bwana, wewe ulisema ajapo nabii ndipo watu wako watajua siri za Biblia hii. Nasi tunaishi katika wakati ambapo Mungu umemtuma mmoja miongoni mwetu, ambao Baba, kupitia ujumbe wake, basi siri za Biblia hii zingefunuliwa kwa watoto wako. Pengine Baba, mara nyingi tu tungesoma hivyo kama yalivyoandikwa, lakini ajapo nabii ndipo Bwana tunaweza kujua kilichoandikwa hapa ni nini. Sasa tunakusii Mungu wetu, yule roho aliyokuwa ndani ya William Marion Branham awe hapa Baba mchana wa leo kwa ajili ya kulifunua tena. Naomba mpenzi, kwa unyofu wa mioyo yetu, tuko hapa kama watoto wako ambao tumekuja kumsikiliza baba yetu anatuambia nini kuhusu ndoa, hata kwetu sisi ambao tuko katika ndoa tayari, na kwa wale wanaoliendea nao wapate kujua ndoa ni nini. Basi Baba, ninakuomba njoo sasa ukachukue tu midomo ya mwanadamu na mwili wa mwanadamu ili uweze kunena na wanadamu. Naomba katika jina la Yesu Kristo, amen. Basi Mungu na wabariki, mnaweza kuketi. Nitasoma tena hapa tu katika nadhani Luka, yamkini hapo panaposema kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, ni Luka 17:30. Nichukue tu andiko hilo, nianzie tu 28. Na kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika siku zake mwana wa Adamu. Walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakioa na kuolewa, hata siku ile Nuhu alipoingia katika safina, gharika ikashuka ikawaangamiza wote. Na kadhalika kama ilivyokuwa katika siku za Lutu,
walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakinunua na kuuza, wakipanda na kujenga. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa nimesoma haya maandiko kama nilivyosoma kutoka katika kitabu hiki cha Mwanzo na kitabu hiki cha Luka hapa. Nataka tu Mungu atujalie hiki kitu ambacho kiko mbele yetu. Tunapozungumzia ndoa, yaani hasa Mungu yeye analichukuliaje ndoa na sisi tunalichukuliaje? Jina la Bwana libarikiwe. Kwa sababu ni lazima tujue kama ilianzishwa na Mungu, basi kulikuwa kuna sababu. Lakini kama ilianzishwa na Mungu, pia ni jambo ambalo unapaswa kukaa na kufikiria. Kwa sababu inawezekana wengi tunawazia tu tuoe, uwe na mke na kadhalika. Lakini kwa nini Mungu aanzishe ndoa? Kwa nini baada ya uumbaji na kila kitu ilikuwa imekwisha kuumbwa na viumbe vilikuwa vimekwisha kuumbwa, basi cha mwisho hapa kikaja ndoa? Jina la Bwana litukuzwe. Na hapa tumesoma kwamba Mungu alimchukua Adamu akamlaza, akachukua katika ubavu wake moja akaufunika nyama. Wakati Mungu akifanya hizo kazi za kumtengeneza mwanamke, mwanaume alikuwa amelala. Sasa wakati huyo mwanamume alipokuja kuamka, unajua tunasoma tu, tunasema Adamu akasema, alipoona akasema, huyu ni nyama katika nyama yangu, mfupa katika mfupa yangu, roho ya roho yangu na kadhalika. Unasoma hivyo. Lakini wakati Adamu anatamka maneno hayo, aliyatamka katika hali tofauti ambao tutasikia nabii anavyolizungumzia. Haikuwa tu kirahisi sisi tunasoma kwenye karatasi, lakini wakati anasoma maneno hayo aliyatamka kiungu sana. Jina la Bwana litukuzwe. Aliyatamka kiungu sana na hakuwa katika hali ya kawaida wakati anatamka hayo maneno. Sasa katika ujumbe wa mtaliona leo, pengine naamini pengine Moshi mmehubiriwa mengi, na kwa kweli waaminio tumehubiriwa mengi, lakini nakuomba usiizoelee neno. Kila unapolisikia liheshimu na ulione ni jipya kila siku katika maisha yako. Ninaamini hapa Moshi mmehubiriwa ujumbe unaoitwa The Law Having a Shadow. Torati ikiwa ni kivuli. Yes. Ile Torati ikiwa na kivuli. Ikiwa ni kivuli. 54:03. Sawa kabisa. Sasa na Mungu atusaidie tusikie wakati Adamu, kile kifungu cha 59 mpaka 60, wakati Adamu anatamka maneno haya. Nadhani niko 59 au what? Sasa iko hivi. Mwanzo juu alikuwa akizungumzia wakati Adamu walipotenda dhambi, walipokosea, walikimbia uso wa Mungu. Na sasa badala ya mwanadamu kuja na kuomba rehema, basi na huku akisema Baba naomba rehema, ilikuwa ni Mungu akipaza sauti. Amen. Sawa Sasa 59 nabii anasema look here. Tazama hapa. Tazama hapa. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Mungu na wabariki. If Eve was that sort of a looking brute, kama Hawa alikuwa akionekana mrembo kiasi hicho,
akiwa na muonekano wa kama root inaweza ikawa ni katili. Umeona katili, lakini ni ule ukatili wa roho ya unyama. Sawa Jina la Bwana libarikiwe. Wadada mpo? Sikilizeni mama yenu alivyokuwa. Amen. Every man in the world would admire a woman that looked dead. Kila mwanamume duniani angemtamani mwanamke wa namna hiyo. Alionekana mchafu. Every man in the world would admire a woman that au Kisimbo njoo. Kisimbo njoo. Karibu. Nimemzoea. Yani jina la Bwana libarikiwe. Utalielewa tu kile ambacho tunaliendea. Amen. Kwa sababu tumesoma kwamba Mungu alimletea Adamu viumbe vyote, alafu Adamu hakumuona ambaye angeweza kumfaa wa kumsaidia, lakini huyo msaidizi alitakiwa afanane naye. Sasa kufanana hakumaanisha sura, inawezekana. Ndio maana hata katika sisi wenyewe na wake zetu, unaoa mtu ambaye kwa sura mfanani, ilimaanisha ndani. Ndio maana ilibidi awe roho ya nani? Na Adamu na nyama na mifupa. Haikumaanisha sura ya nje, ilimaanisha kule ndani wao ni kitu kimoja. Amen. Kwa hivyo ndio maana hapa alisema sasa, kama Hawa angekuwa na muonekano wa kama ukatili, sawa, basi kila mwanamume angemkubali au angempenda mwanamke ambaye angeonekana mchafu. Sikiliza, and ungodly, na asiye mcha Mungu. And like that, na namna hiyo. But lakini there is not a man, hakuna mwanaume yote, I don't care who he is, sijali yeye ni nani, but what admire a woman that keeps her place, isipokuwa yule ambaye anatamani mwanamke ambaye au anamkubali mwanamke ambaye anashikilia au anasimama katika mahali pake. And he is clean and act nice, na ambaye ni msafi na anatenda vyema. If he's got any streak of man about him at all he does, kama yeye anayo streak ni kama ile tunaita nini, au mvuto au tabia ya mtu mwanaume ambaye ambaye anatenda namna hiyo, of man about him at all, kwa yote ambayo anayatenda. So it shows the very strain that it was the most beautiful thing that ever sit on the earth. Kwa hiyo inaonyesha kwamba mvuto ule mvuto ambao Hawa alikuwa nao, inaonyesha ule mvuto ambao Hawa alikuwa nao, ambao alikuwa ni yule mwanamke mzuri sana ambayo amewahi kuwepo duniani. Amen. Amen. Yani jina la Bwana libarikiwe. Huyu tunayemsoma huyu Hawa ambao tunasoma habari zake, tunaambiwa alikuwa ni kitu kizuri sana, au tungesema mwanamke mzuri sana ambao aliwahi kuwepo juu ya uso wa nchi. That is right. Hiyo ni sawa. She didn't need any max factors to fix herself up. Yeye huyu mwanamke hakuhitaji vipodozi kujitengeneza. Sawa. Amen. Tuko vizuri? Amen. Hakuhitaji vipodozi kujitengeneza.
she had it from God. Huo uzuri alikuwa nao kutoka kwa Mungu. Oh my. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ngoja tuendelee upate kitu. Kwa hiyo halikuwa hahitaji vipodozi yeye kujitengeneza, kwa sababu uzuri aliokuwa nao, haleluya, alikuwa nayo kutoka kwa Mungu. Amen. Kwa hiyo ilimfanya kuwa mwanamke mzuri sana aliyewahi kuwepo usoni pa nchi. Amen. Amen. Them beautiful teeth would never turn yellow. Hayo meno yake mazuri yasingebadilika kuwa ya njano. Or fall out au kung'oka. Yeah. Hallelujah. Amen. Mna amani? Wadada mna amani? Jina la Bwana litukuzwe. Hivyo ndivyo mama yenu alivyokuwa. Uzuri aliokuwa nao ulikuwa ni kutoka kwa Mungu. Amen. Wala meno yake, jina la Bwana libarikiwe. Tulipitia mahali Arusha, tuliambiwa hata macho yake yalikuwa yanang'aa kama nyota. Amen. Amen. Kwa hiyo hata meno yake yasingeng'oka. And that dash. Na hilo dash. I see her sitting there. Nami namuona amekaa pale. And her hair hanging down her back. Na nywele zake zilikuwa zimening'inia nyuma yake. Mgongoni mwake. And her eye as bright as the stars of heaven. Na macho yake yakiwa maangavu tu kama nyota za mbinguni. When Adam looked at her, na Adamu alipomtazama, it put such a shock. Ilimpa Adamu mshtuko. Hallelujah. It still lives in mankind. Bado hilo liko miongoni mwa wanadamu. Unapompata mtu wako, jina la Bwana libarikiwe, ambaye moyo wako kwa hakika unampenda, lazima upate mshtuko. Amen. Na hata siku akikwambia ndio nimekubali, huwezi kubaki katika hali ya kawaida. Amen. Ukiona umebaki katika hali ya kawaida, ulikuwa unatania, una kasoro. Yeah. Kwa hivyo wakati Adamu alipoamshwa aone kilichotokea juu ya uso wa nchi, sikiliza, put such a shock, ilimweka katika hali ya mshtuko. It still live in mankind. Na hilo bado liko miongoni mwa wanadamu. That is right. Hiyo ni sawa. I believe it. Naliamini. Kwa hiyo ukipata mke sio kitu cha kawaida. Amen. Amen. Kijana wetu unasikiliza? Mungu akubariki. Kwa hiyo ukipata mke sio kitu cha kawaida. Amen. Hata moyo wako hauwezi kubaki katika hali ya kawaida. Kama ilifanya kwa Adamu, alafu wewe unaona ni kitu cha kawaida, una shida. Amen. Sikiliza. There she was. Ndivyo alivyokuwa. A beautiful space. Jamii rembo au nzuri sana. And they picked her up in his arm. Naye Adamu akamchukua mikononi mwake. And they looked at her. Akamtazama. And they said, na kusema, why? Kwa nini? She is the flesh of my flesh. Yeye ni nyama katika nyama yangu. And a bone of my bone. Na mfupa katika mfupa wangu. As a sweetheart. Kama wapendwa. Wapenzi. When Almighty God squared them off there. Na wakati Mungu Mwenyezi alipokuwa ameweka pale. Hallelujah. Amen. And they performed the marriage ceremony. Na kufanya sherehe ya ndoa. And they looked and they took her by the arm and down through Eden he went. Naye Adamu akamshika mkononi mwake na kushuka. Baada ya kufungiwa ndoa, ndipo akamchukua
wakaenda Edeni. Wakaanza kutembea tena. Amen. Haleluya. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Hebu nipeni ushirikiano, nataka niwapate. Kwa hiyo wakati ndoa inafungwa, Adamu alimtazama. Amen. Amen. Ndoa ilipokwisha kufungwa tu, akamchukua. Amen. Hao wakashuka. Amen. Amen. Lakini mbali na hayo, kwanza ilikuwa ni kitu kizuri kilichomshtua. Amen. Mpaka Adamu akamuita, akasema nyama ya nyama yangu. Yaani hakuwa na lugha nyingine. Nyama ya nyama yangu. Sasa ndio maana jina la Bwana libarikiwe. Wakati alipomuona hakubaki katika hali ya kawaida. Kwa hiyo hata wakati anatamka haya maneno, jina la Bwana litukuzwe, hakuwa katika hali ya kawaida. Yaani alikuwa katika upendo. Jina la Bwana libarikiwe. Sijui nisemeje, lakini Mungu ataendelea kukunani. Amen. Mungu atakusaidia. Kwa hiyo baada ya hapo Mungu akafanya sherehe ya ndoa, akawafungia ndoa. Baada ya ndoa kufungwa, akamchukua, akamweka mkononi, akamkumbatia. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa vyovyote vile wakashuka, ndo wakaanza kutembea Edeni. Amen. Kwa hivyo mwanamke kwa Adamu haikuwa kitu cha kawaida. Na unajua kwa nini? Kwa sababu alikuwa amekwisha kuona viumbe vyote, na alikuwa anajua kila kiumbe na tabia yake. Amen. Sasa alipokuja kupata kile ambacho ilikuwa ni sehemu yake, nacho kilikuwa kizuri sana. Amen. Alishtuka. Haleluya. Sikiliza. And I believe, nami naamini, sorry, sijafika hapo. By the arm down through Eden, he went perfect. Na akapita kule Edeni kamilifu kabisa. God's children, watoto wa Mungu. And I believe, nami naamini, that every woman, kwamba kila mwanamke and a man, na mwanaume, that's born again in this building tonight, ambao wamezaliwa mara pili katika jengo hili usiku wa leo, will turn back to that someday. Watarudi tena katika hali hile siku fulani, siku moja. Haleluya. Alimradi tu umezaliwa mara ya pili. Amen. Basi hiyo ni ishara na tiketi ya wewe kurudia ile hali ambayo mama yetu alikuwa. Amen. 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 Tuko vizuri? Amina. Oh brother. Lo ndugu. When you see the gospel light, unapoona nuru ya injili, what a difference does sickness, ugonjwa unafanya tofauti gani? Death au mauti or anything else means, chochote kile kingine kinamaanisha nini? Nothing can separate us from God's eternal purpose. Hakuna chochote ambacho tutatenga sisi mbali na kusudi la Mungu la milele. Haleluya. Amen. Kwa hivyo tukiwa katika hali hii ni ya muda tu. Amen. Amen. Amina. Ndiyo maana Mungu alijua kwamba dhambi ingekuja na mwanadamu angetenda dhambi, tungeanguka, tungekuwa katika hii miili inayochoka na upigwa na magonjwa. Lakini Mungu, jina la Bwana litukuzwe, hayo yote yalikuwa ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Ndiyo maana baada ya mwanadamu kutenda hilo, ukitaka kujua ilikuwa ni kwa ajili ya utukufu wake, Mungu mwenyewe alikuja na akatengeneza njia tena. Haleluya. Kwa hivyo Roho wa Mungu yuko duniani kwa ajili ya kutuzaa upya ili turudi kwenye kusudi halisi la Mungu. Kwa hiyo shetani anaweza akafikiri kwamba yeye aliharibu kusudi halisi la Mungu. Si kweli. Haya yote Mungu alifanya kwa ajili ya kusudi lake. Amen. Tuko vizuri? Mungu na wabariki. Sasa sikiliza. Kwa hivyo mwanaume unapompata mwanamke,
Amen. Alafu unamuona tu ni wa kawaida. Amen. Basi ulianza vibaya. Ulianza vibaya. Nataka niende mahali fulani nisome katika ule ujumbe wa harusi ya mwana kondoo. Hiyo si iko kwa Kiswahili? Hiyo iko kwa Kiswahili, ili sasa usikilize hili. Mungu na wabariki. Natamani yani, anyway, ndugu kaa tu hapa karibu. Bado hapa naweka msingi, alafu niende kwenye 62, si ndio? 62 tunafahamu 01 21. Ili usikie kama kweli wewe unaona jambo hilo ni la kawaida tu. Basi 82 nasoma tu kitu fulani kidogo hivi. Amen. Sasa kwetu linatukia hivi. Wakati mwanaume sasa anapotafuta mwanamke au anapotafuta mke na hatimaye wanakubaliana na kadhalika. Sawa. Na tumeambiwa 81 sasa ndoa kwa namna moja ni mfano. Ndoa ya hapa duniani ni mfano wa ndoa ya kimbinguni, ya mbinguni. Sasa hebu na tulipitie kwa dakika chache tu kulisimulia kwa muda mfupi. Tumelisoma sana hilo. Sasa unganisha ile na lile tulilosoma. Jambo la kwanza lilopo, inabidi uamuzi ufanywe. Ni kweli? Sisi sasa hatuna budi kufanya hivyo, kwa sababu kwanza wanawake wako wengi, kwa hiyo unawekwa katika uchaguzi. Adamu yeye hakuwekwa katika msingi wa kuchagua, kwa sababu hakukuwako na mwanamke mwingine. Ufanywe. Jambo la kwanza linalotukia katika ndoa ya kawaida ni kwamba uamuzi hauna budi kufanywa. Msichana huyo hana budi kufanya uamuzi wake kama anamtaka mvulana huyu, na kijana mwanamume huyu kama anamtaka msichana huyu, inabidi uamuzi ufanywe. Nawe una budi kuufanya, na anapaswa awe ndiye mwanamke pekee ulimwenguni unayempenda. Jina la Bwana litukuzwe. Nadhani tuko pamoja. Angalia kwa Adamu vile ilivyokuwa. Alisema kwanza, ilimshtua, alafu akasema huyu ni nyama katika nyama yangu, mfupa katika. Amen. Ataitwa mwanamke. Na ningewasomea mahali fulani, lakini anyway, nabii anasema Mungu alimfanyia kitu cha kupenda. Kwa hiyo upendo wa Adamu, haleluya, upendo wa Adamu haukuwa kwa ajili ya wanyama. Hapana. Amen. Bali upendo wa Adamu, upendo aliokuwa nao, ulikuwa ni kwa ajili ya mkewe. Ndiyo maana kabla ya Mungu kumfanyia mkewe, alikosa cha kupenda. Na Mungu akasema yuko mpweke. Kwa sababu hana mahali pa kuweka upendo wake, na kwa kawaida upendo huleta ushirika. Kwa hiyo Adamu alikosa ushirika. Amen. Mungu na wabariki. Utaona jambo fulani hapa. Kwa hivyo unapompata mke, hana budi kuwa ndiye pekee, yani hana budi kuwa mmoja ulimwenguni kote unayempenda. Na ndio maana sisi tunaambiwa sasa, kabla ya kuendea jambo hilo, uelewe unachokifanya na uwe makini. Amen. Na ndio maana kiapo chake inasema katika ugonjwa yani hata kama ameugua kiasi gani, amekonda mpaka ile sura aliyokuwa nao uioni, bado kiapo kinakushikilia. Kiko pale pale. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Ndio maana ndoa usilifikirie katika hali ya kawaida, ifikirie vile Mungu anavyolichukulia. Utaliona vile ilivyo. Yani uifikirie vile Mungu anavyolichukulia. Utakuja kuona. Nilishangaa kama tutafikia hata kufufuliwa kwa binti wa Yairo.
ilibidi mke wake na yeye wawe kitu hiki ndo binti afufuke. Haleluya, sijui kama tutafika, lakini Mungu atusaidie. Kwa hiyo ni lazima awe ndio huyo. Kijana wangu Fred, nafikiri unalipata hili. Kwa hivyo huna budi kuwa na mke mmoja, na huyo ndio mwanamke mzuri aliyewahi kuwepo, aliyewahi kutokea usoni pa ulimwengu kwako wewe. Haleluya. Ukiona bado unaona kuna mwingine, hawawezi kuwa wengi. Hapana. Hana budi kuwa moja aliyewahi kutokea usoni pa ulimwengu kwa ajili yako, na lazima moyo wako ushtuke. Ni kitu cha thamani mno hiki. Lazima kishtue. Haleluya. Mungu na wabariki. Kwa hivyo lazima iwe hivyo. Awe ndiye unayempenda, naye hana budi kuwa ndiye mwanamume pekee. Kama sivyo basi ulifanya uamuzi mbaya. Tunalisomaga hili. Mungu na wabariki. Sasa nitasoma pia katika ujumbe huu unaoitwa matarajio. Matarajio ya mwaka wa 51:930. Nadhani tuangalie. Umeona Kwa hivyo ndivyo ilivyokuwa. Mungu na wabariki sana. Kwa hivyo dada huyu Fredi ndo hana budi kuwa mwanamume pekee kwako ulimwenguni, na Fredi wewe vile vile unabudi kuwa ndiye 51 nadhani 51:0930. Itasoma kitu fulani tu hapo B yake. Kwa hivyo sasa ndio maana inabidi mwanaume uwe makini sana unapofanya jambo hilo au unapoliendea. Jina la Bwana litukuzwe. Nimechukua kitu fulani hapa. Sasa tunaishi katika wakati ambapo kwa kusema kweli watu wamechanganyikiwa. Amen. Na hasa katika kuoa na kuolewa watu wamechanganyikiwa. Nitachukua kifungu cha 14 alafu nitafika sehemu fulani. Sasa hili linasema hivi 51:930. Sasa nilisoma pale kwenye Luka 30. Kwa hiyo tayari tumekwisha kuona kwamba unapoliendea jambo hili ukumbuke jambo hilo kwamba hana budi kuwa ndiye mwanamke pekee aliyewahi kuwepo duniani kama ilivyokuwa kwa Adamu. Haleluya. Sasa tunaishi katika wakati mbaya sana, mpaka kweli, kwa kusema kweli, ulimwengu uko kwenye hali mbaya. Lakini kwa nini nilisema kwamba ndoa unalichukuliaje? Nitakusomea kitu fulani. Ni swala la ndoa tu ndilo ambalo linamfanya Mungu, jina la Bwana libarikiwe, aangamize ulimwengu. Naomba Mungu akusaidie ulione hapa mbeleni. Kila wakati ndoa ilipovurugika, adhabu ilikuja. Amen. Kila wakati walipovuruga ndoa, walipoingilia vibaya, Mungu alimwadhibu mwanadamu. Amen. Kwa hiyo ndoa ni kitu tofauti. Ndio maana nilikwambia kama ilianzishwa na Mungu sio kitu cha kawaida. Na ndio maana kila wakati mwanadamu anapoiharibu, hukumu inakuja. 14 inasema now tonight. Kisimbo tuendelee. Iko kwa Kiswahili? Huo ujumbe expectation hauko kwa Kiswahili Sasa usiku wa leo
Haupo kwa Kiswahili. Nilijaribu kuangalia. Haya, now tonight, sasa usiku wa leo, I want to speak just a moment on expectation. Nataka tu kuzungumzia mara moja kuhusu matarajio. Nataka kuzungumza tu kwa dakika chache kuhusu matarajio. Simon was a man. Simeoni alikuwa ni mwanaume. He was old. Alikuwa mzee. Nimeanza hapa juu ili niweke msingi fulani. His way alikuwa katika, we are taught by theologians that he was somewhere in his 80s. Tunafundishwa na wanatheolojia kwamba yeye alikuwa katika miaka ya 80. But he had real heart. Bali alikuwa na moyo halisi. Waiting for God. Akimngojea Bwana, akimngojea Mungu. Sometimes the church has got to a place, wakati fulani kanisa lilikuwa limefikia mahali fulani, to just a very few left. Kiasi kwamba walikuwa tu wachache sana ambao walikuwa wamebakia, believers, waaminio. But God has always had the remnants of people somewhere. Lakini Mungu wakati wote anao mabaki ya watu mahali fulani who would believe him, ambao wangelimwamini yeye. Did you know that? Je, ulijua hilo? Look at the antediluvian world. Angalia katika ulimwengu ule wa gharika. There was just a few. Kulikuwa wachache. Noah, ambao alikuwa Nuhu, his sons, na watoto wake, his daughters-in-law, na wajukuu, na wajukuu wake, na and his wife, na mke wake. That was all went into the ark. Hao ndio ambao waliingia kwenye safina. Is that right? Yeah, hiyo ni sawa. And Jesus said, na Yesu alisema, as it was in the day of Noah, kama ilivyokuwa wakati wa siku za Nuhu, so shall it be in the coming of the Son of Man. Hivyo ndivyo itakapokuwa wakati wa kuja kwake mwana wa Adamu. Straight is the gate. Njia ni nyembamba. Narrow is the way. Na imesonga. Njia imesonga. And but a few there will be that will find it. Bali ni wachache ambao wataiona. Hallelujah. Amen. Oh Christian, lo Mkristo, make yourself one of the few. Jifanye wewe kuwa mmoja wa hao wachache. You have an invitation. Unao mwaliko. Just move on. Usonga tu mbele. As it was in the day of Noah, kama ilivyokuwa tu wakati wa siku za Nuhu. Look at the morality. Hebu angalia tu utovu wa uadilifu. Uzinzi, uasherati, eat, drink, wakiwa na kula na kunywa, be merry, na wakioa, and giving in marriage, wakiwa na kuolewa, and they knew it not, nao hawakujua, till the day that Noah entered into the ark, hadi siku ambako Nuhu aliingia kwenye safina. Be one of them that goes in. Kuwa mmoja wa hao ambao waliingia ndani. Hallelujah. Amen. Tuko vizuri? Amen. Pray for me that I will be with you. Niombeeni kwamba mimi nitakuwa mmoja wenu. I want to be. Nataka kuwa mmoja wenu. Hallelujah. Huyo ni nabii. I sure want to be. Hakika nataka kuwa mmoja. That is my heart desire. Na hiyo ndio shauku ya moyo wangu. To go in at that day. Kuingia ndani katika siku ile. With you all. Pamoja nanyi nyote. Be represented. Wakilishweni. Mkiwa mmewakilishwa. Yeah. Tunawakilishwa na nani? Yeye. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa hivyo hapa tunaposoma kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, walikuwa wakila na kunywa, kuoa na kuolewa. Haikumaanisha kuoa mke wako na kukaa naye. Hapana. Ilimaanisha jina la Bwana litukuzwe. Leo kuwa na huyu na kesho kuwa na, kwa sababu kwa utaratibu wa Mungu, amen, Mungu anakutaka uwe na mke huyu na mume huyu, na huyo mwanaume anayekugusa awe ndiyo mmeo. Ndiyo maana katika wakati wa Nuhu, uzinzi ulipozidi, Mungu akaangamiza. Lakini kabla ya kuangamiza alikuwa na wachache.
Haleluya. Kama ilivyokuwa katika wakati wa Simeon, kulikuwa kuna wachache ambao walikuwa wanasubiri kuja kwa Masihi, na Simoni alikuwa mmoja wao. Kwa hiyo tukaambiwa, jina la Bwana libarikiwe, tunapofika tena katika wakati ambapo ulimwengu utakuwa katika uzinifu sana, amen, basi utakuwa ni wakati wa kuja kwa mwana wa. Kwa hiyo kutakuwa na watu wachache ambao, jina la Bwana libarikiwe, kwa sababu kilichofanya Mungu akaharibu ulimwengu silikuwa ni ndoa, na akasema huyu mwanadamu naye ni nyama kama nyama nyingine na sitashindana naye. Alipoona ndoa imevurugwa, Mungu tutasoma hapa chini, Mungu hakuwalaumu kwa kitu kingine. Ndoa, kwa sababu ya ndoa kuvurugwa, kwamba mwanaume hawezi kutosheka na mkewe, anataka kuwa na wanawake wengine, na mwanamke naye anataka kuwa na wanaume wengine. Mungu akasema siwezi kushindana naye. Haleluya. Kwa hivyo tunapo ulimwengu unapofikia wakati huo, kama ilivyokuwa katika wakati wa Nuhu, na wakati ndoa zikiwa zimevurugwa, Mungu hana budi tena kuandaa njia, na atakuwa na wachache ambao ndoa zao zitakuwa sahihi. Haleluya. Na ndiyo maana nakuambia wewe uwe mmoja wa hao wachache watakaoingia. Haleluya. Nadhani unalipata sasa. Kwa hiyo ninyi mlioko kwenye ndoa, msichezee ndoa zenu. Mtahukumiwa hakika, kwa sababu hicho ndicho kitu ambacho Mungu anakichukia sana, ndoa inapovurugwa. Kwa hiyo unapooa uwe na timamu. Aidha utaokoa maisha yako au utaangamiza kwa kuichezea hiyo ndoa. Amen. Mko vizuri? Kwa hiyo kama umeolewa, kaa vizuri mahali pako, kama tulivyosoma pale mwanzo. Mwanaume angempenda mwanamke ambaye angeshikilia mahali pake. Amen. Kwa hivyo kwa watu kutokuelewa, wanachezea tu ndoa, wanaona ni kitu tu cha kawaida. Itakuangamiza na itakupoteza. Amen. Haya, tuko vizuri wazee? Haleluya. Nadhani vijana sasa, ninyi ambao bado, sisi tayari tumeshafungwa huko. Hapa sasa tunauliza tu, Bwana niitendeje hii ndoa? Amen. Ya, sasa watu kwa kutokuelewa wanachezea tu. Kesho yuko na huyu, kesho yuko na yule, kumbe unaangamia. Naangamia. Haya, tuangalie katika ujumbe wa Israeli na kanisa. Nadhani tumelipata vizuri. Mungu na wabariki. Na ndio maana wakati mwingine tunasema, jamani, watu njooni, ibada ya ndoa ina renew. Vipi sasa kama mke wako angekuepo na wewe upo na kule nyumbani ndo vurugu? Haya, 53. Nione 53. Haleluya. 03:26 nadhani. Amen. Kifungu hiki cha 43, 44, niendelee. Tutasoma tu vitu fulani. Kwa hivyo usichukulie ndoa tu hivi hivi. Haleluya. Sasa sikiliza hili. Kwa hiyo tumeambiwa tuwe wachache, yani wewe uwe miongoni au mmoja wa hao wachache watakaoingia.
Sasa sikiliza hili. Ningesoma kwa juu, lakini nataka kuunganisha kitu fulani. Kwa juu inazungumzia, tuliambiwa mtasikia tetesi za vita kila mahali. Si sawa? Lakini nabii akasema, Biblia inasema hayo yote ni utungu. Anasema ila wakati injili hii itakapohubiriwa ulimwenguni kote, ndipo mwisho unafika. Sasa kwa nini nasoma hiki kitu? Na tumeambiwa uwe mmoja wa hao. Haleluya. Na kwa hivyo kinachoshikilia ulimwengu, maana ulimwengu tayari uko katika hali yake. Sikiliza hivi. But God's just now loosening up the church everywhere. Bali Mungu analifinya tu kanisa kila mahali sasa. Loosening kwa, yani kama kufungua au kuweka kila mahali. Yani Mungu sasa ni kama vile anaweka kanisa kila mahali. Sawa? Getting in order, akiliweka kwenye utaratibu. Getting in order now, akiliweka kwenye utaratibu sasa, so he can get into the rapture, ili yeye aweze kulichukua kwenye unyakuo, ili aweze kuingia, sawa, katika unyakuo. Yani ulimwengu si uko katika roho ya kiulimwengu sasa, ambao roho ya Sodoma na roho ya wakati wa Nuhu ilikuwa ni uzinzi na kadhalika, na walikuwa wakioa na kuolewa, kula na kunywa na kadhalika. Hayo yote si tunayaona? Sasa na tuliambiwa wakati injili hii itakapohubiriwa, kumbuka, haleluya, wakati hayo yakiendelea, wakati wa Nuhu pia kulikuwa kuna injili inahubiriwa. Nuhu alikuwa anahubiri, watu kule nje wakiishi maisha hayo, na wakati huo huo Nuhu anahubiri na anatengeneza safina. Sawa? Ndio sasa ndio maana nimesoma hapa. But God's just now loosening up the church everywhere. Bali Mungu sasa analiweka kanisa kila mahali. Kila mahali sasa. Getting in order now, akiliweka kwenye utaratibu sasa, so he can get into the rapture, ili aweze kuliingiza kwenye unyakuo. God to give it rapturing faith. Yeye Mungu hana budi kulipa hilo kanisa imani ya kunyakuliwa, before it can go in the rapture, kabla halijaenda kwenye unyakuo. Kwa hiyo Mungu sasa yani anafungua makanisa kila mahali. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Ndio maana hata ukimuuliza mchungaji wetu Kaswa, ili la Moshi ilikuwa kuaje, hata yeye hajui. Amen. Lakini liko hapa na limeongezeka, na hata wala atoki kwenda kushuhudia kule, anaona watu wanakuja, ni Mungu analiweka. Sawa. Kwa hivyo liko Moshi, Arusha, kila mahali. Mpaka sasa hivi hatujui ni nchi gani ambao hakuna waaminio. Na onyo inasema Mungu analiweka kila mahali, na akasema injili hii itakapokuwa imekwisha kuhubiriwa kila mahali, kanisa linaondoka. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo tunaona ulimwengu wa nje uko katika hali iliyomo, lakini upande huu pia kuna kitu kinaendelea. Haleluya. Kwa hivyo Mungu sasa anawapa watu imani ya kunyakuliwa kabla hawajaenda kunyakuliwa. Kwa hiyo makanisa haya, ndio maana nabii alisema kanisa likianza mahali lisifungwe. Ndio maana alisema likianza mahali lisifanyweje? Kwa sababu ni Mungu ndio anaanzisha kila, kuhakikisha kwamba neno hili linakwenda kila mahali. Si lazima, pengine liko mahali fulani, si lazima wawe katika kiwango mliomo. Lakini pili,
Hakuna kiwango ambacho Mungu amesema kwamba nyinyi mkilingana na kanisa la Moshi Arusha ndio mnanyakuliwa. Yeye anataka tu kila mahali kuwepo na waaminio. Pale awe moja tayari anasema imefika. Wakiwa watatu pale anasema imefika. Haleluya. Haya. Kwa hivyo wanapewa imani ya kunyakuliwa kabla hawajaenda kunyakuliwa. The people are in the spirit of the last day. Watu wako katika roho ya siku ya mwisho. Just like they was in the days of Noah. Kama tu walivyokuwa katika siku za Nuhu. Eating, wakiwa nakula, drinking, wakinywa, marrying, wakioa, given in marriage, na kuolewa, inakujitwalia. Nafikiri hiyo ni nani nzuri. Unconcerned, na wasiojali. Don't care, wasiojali na wasiohusika. Walk around, wakitembea tu huku na huko, wanazurura tu. And anything else, na kila kitu chochote. Sawa. Ukisoma hapo chini nabii anazungumzia hali ya Marekani ilivyo mbaya katika hali ya ndoa. Haleluya. Sasa nimesoma hili kuonyesha ulimwengu ulivyo, kwa sababu nakwenda kuunganisha na kitu fulani na mahali tunapaswa kuwa. Amen. Mpaka sasa hivi wewe kama wewe na mimi, unaweza wewe ukasema nchi ipi ambapo ujumbe haujafika. Na hiyo ndio ishara yetu kwamba ulimwengu utakuwa katika hali hiyo ya uzinzi, lakini kuna injili itakuwa ikiendelea, ambao kwa injili hiyo wale wachache watakuwa wakiandaliwa kwa ajili ya kuondoka. Haleluya. Haikumaanisha ndoa kama ya Fredi na binti yetu, hapana. Ilimaanisha walikuwa wakijitwalia. Amen. Umeelewa? Kwa hivyo sasa, jina la Bwana libarikiwe. Unaweza ukaangalia kule nje. Hata ukitoka tu barabarani, unaweza ukaangalia, alafu ukarudi ukajiuliza, niko wapi? Haleluya. Na hii ndiyo sababu mpaka sasa hivi, jina la Bwana litukuzwe, hatujui kwamba yule kondoo wa mwisho ameshaingia ama. Kwa hiyo Mungu ndiye anayekazana kuhakikisha kwamba kila nchi wanakuwepo waaminio. Haleluya. Ndio maana unaweza ukashangaa, unaweza ukaja hapa, umetoka pengine nchi za nje, ukaja ukaaminia hapa, alafu ukirudi Mungu anahesabu kule unakoenda wameshasikia injili. Yes. Kwa sababu hiyo ndio ishara kwetu sisi kwamba sasa tunaondoka. Jina la Bwana litukuzwe. Haya, tuje katika ujumbe wa hiyo Israeli na kanisa nyingine ambao ni 53. Nataka ni jitahidi kwenda haraka tuone. 53:03:28. Kuna ile sorry, 53:03:28, ndio? Kifungu cha 116. Nadhani mnampenda Bwana. Poleni sana na uchovu, inawezekana katika mihangaiko, lakini hebu tusikilize neno. Tujue sisi tulioko kwenye ndoa zetu. Ilikuwa ni 116. Haya. Jina la Bwana litukuzwe. Ili uone hili. Na nabii alikuwa akizungumza na watu fulani walikuwa ni Wakatoliki. Samahani, kama mnavyojua wenzetu kwa Wakatoliki mapadri hawaruhusiwi kuoa. Sasa ilitokea kuna padri mmoja yeye aliamua kuoa. Kwa hiyo akamchukua mwanamke na akaondoka naye. Sasa ndugu Branham akawa anamsapoti. Kwa hiyo wakawa wanamlaumu kwamba kwani ndugu Branham hiyo ni sahihi? Sasa ndo hii nabii anasema hapa 116. And I said, nami nilisema, well, vema, I'll show it to you in the Bible. Nitawaonyesheni hili katika Biblia. That
marriage is honorable among all. Kwamba harusi ndoa inaheshimika miongoni mwa wote. Iheshimiwe na watu wote. Hallelujah. Hallelujah. Paul said, Paulo alisema, every man have his own wife. Kila mwanaume au na mke wake mwenyewe. That is exactly right. Hiyo ni sahihi kabisa. I said, nilisema, that is Roman hook up, and there is no more truth to it than there is to the bottomless pits of hell. Hiyo ilikuwa ni kutoka kwa Warumi kwamba hakuna ukweli zaidi katika hilo kuliko ambavyo kungekuwepo na kuzimu kusio na mwisho. Yeah. Yaani kwa wenzetu wa Katoliki wao padri haowi, lakini haina ukweli kwenye Biblia. Kwa sababu Biblia inataka mwanaume awe na mke wake mwenyewe. Kwa hiyo wakawa wanamwambia ndugu Branham, kwani alivyofanya hivyo ni sahihi? Ndo akawaambia, nitawathibitishia kwenye Biblia. Amen. Ilisema ndoa na iheshimiwe na watu wote, na mwanaume awe na mke huyu mmoja. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hivyo katika mafundisho yao akasema, yani hakuna yani katika Biblia katika Biblia. Amen. Amen. Ni kweli. Jina la Bwana libarikiwe. Kama tu kulivyo na ukweli ya kuzimu isiyo na mwisho. Kwa hiyo Biblia inataka mwanaume awe na mke huyu mkewe. Haleluya. Tuko vizuri? Amen. Haya. Tuko wapi? Haleluya. I believe God's word. Naamini neno la Mungu. I got to believe something. Sina budi kuamini kitu fulani. And this is that says the Lord. Na hii ni hivi asema Bwana. Kwa hiyo kulingana na Biblia yetu inataka mwanaume awe na mke mmoja. Kwa hiyo yule padri alikuwa sahihi. Kwa sababu Biblia inataka mwanaume aoe. Yeah. Hallelujah. Amen. Okay. Twende mahali fulani. Nataka tu twende hivi, alafu labda pengine itabaki au nitakuwa kama Mungu atanijalia kumaliza. Nataka kuonyesha kitu fulani. Kwa hiyo tayari ulimwengu uko katika roho yake. Kama tungeshuka chini, jina la Bwana litukuzwe. Hiyo inahusu wahudumu. Nabii anasema sisi wahudumu hatujaingiza kanisa katika roho ya kuja kwa Bwana. Anasema ni wajibu wetu. Kwa hiyo anasema kama wewe ni Mkristo, fanya ufanyavyo kuhakikisha unaleta nafsi kwa Kristo. Amen. Amen. Haya, nichukue ujumbe wa kuvamiwa kwa Marekani. Hii nafikiri siko kwa Kiswahili tu hiyo. Ya 54. Sasa tuone jambo fulani hapa. 05 09. Nimeweka 4 badala ya 05 09. Mungu na wabariki. Kwa hivyo ndugu zangu, sasa wakati ulimwengu huko katika hali iliyomo, basi tuje hapa. Kama ambavyo tumeona, tunabudi Mungu atusaidie. Kwa hivyo kifungu hiki cha 46 nataka kuchukua kitu fulani hapa. Nataka kusoma kitu fulani hapa. Sasa kwa hapo juu ilikuwa ikizungumza kuhusu mfalme Ahabu na kadhalika. Sasa nachukua kitu fulani hapa kutoka 46 hapa. Naam, jinsi ningetaka kufikia hapo kwa dakika chache tu. Tulikuwa na kufikia kwenye kiini cha jambo hili juu ya umama. Ya. Amen. Juu ya umama. Mnaona? Pale basi wakati mwanamume anapoanza kuoa
namna ya msichana, mwanamke ambaye yeye ni zaidi ya kuangalia tu urembo. Nakuja sasa kwenye kitu. Jina la Bwana litukuzwe. Na tuliambiwa pale nyuma mama yetu Hawa hakuhitaji vipodozi kumfanya yeye kuwa mzuri. Yaani uzuri wa Hawa haukutokana na vipodozi, bali ulikuwa ni uzuri aliyokuwa nao kutoka kwa Mungu. Haleluya. Kwa hivyo sasa tunakuja hapa na katika ulimwengu tunaoishi sasa. Kwa hiyo wakati mwanamume anapoanza kuoa, namna ya msichana, mwanamke ambayo yeye ni zaidi ya kuangalia tu urembo, huna budi kupata mtu fulani nafsi na mwili vimeunganishwa pamoja. Jina la Bwana litukuzwe. Yaani hiyo inamaanisha mtu halisi. Uko sawa? Akikwambia ndio. Na huyo ndiye mtu ambaye unaweza kumwamini. Haleluya. Huyo ndiye mwanamke unaoweza kumwamini hata ukisafiri. Haleluya. Haya, nafsi na mwili vimeunganishwa pamoja. Mtu atakaye kuwa rafiki na mwenzio kweli, atakaye kaa pamoja nawe katika heri na ni vigumu kumpata katika ulimwengu wa leo. Ndiyo. Jina la Bwana litukuzwe. Kumpata huyo mwanamke ambaye atakaa na wewe katika heri na nini? Jina la Bwana litukuzwe. Ambaye utu wake, moyo wake na nafsi vimeungana, ni Mkristo halisi. Haleluya. Kwa hivyo unapowazia kuoa, unapowazia kumpata mke, wazia mtu wa jinsi hii. Haleluya. Wazia kupata mwanamke wa jinsi hii. Sio yule ambao mambo yakitetereka kidogo naenda kwetu. Haleluya. Na ukiangalia mara nyingi, jina la Bwana litukuzwe, familia nyingi zilizobarikiwa huwa baraka zinakuja wakati mara nyingi mwanaume baada ya kuoa. Na nitakuonyesha kitu. Jina la Bwana libarikiwe. Kama mmebarikiwa, nyumba hiyo ikianza tu ugomvi, baraka zote zinaondoka. Hata kama mlikuwa matajiri, utajiri unaisha. Na nimeshuhudia mimi pale Arusha. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo ndio maana huna budi kumpata mtu wa jinsi hii. Naam. Sasa huyu mfalme Ahabu Mwisraeli, naam, bali Ahabu yeye alivutiwa naye tu kwa sababu alikuwa mrembo. Nafikiri ndipo akamuoa. Isingekuwa kitu kingine kwake, kwa kuwa alikuwa muovu sana. Haleluya. Ndio maana nilikuambia kule nyuma. Haleluya. Kile alichokuwa Hawa ni kutoka ndani. Tuko vizuri? Sasa huyu mwanamke Jezebeli, ambao wote tunamfahamu habari zake katika Biblia, alikuwa ni mrembo sana, lakini muovu sana. Kwa hiyo mwanaume upaswi kuoa kwa kuangalia urembo. Anaweza kawa mrembo lakini muovu sana. Anaweza kawa mrembo lakini mzinifu sana, muovu sana. Basi akaja kule, halafu bila shaka kwa kuwa alikuwa ameshikamana naye namna hiyo na alimpenda, mbona alisababisha Israeli yote kutenda dhambi na kuwa kinyume cha Mungu. Allah. Haleluya. Ndio maana mara nyingi tunawaambia vijana, kabla ya wewe kuliendea jambo hilo, angalia hali yako wewe kwanza na Mungu.
nataka nikuthibitishie, kama wewe mwenyewe hauko vizuri na Mungu, hata mwanamke utokaye mpata hatakuwa vizuri na Mungu. Amen. Na angalia hatari yake. Kumbuka, Mungu anayeabudiwa ulimwenguni ni Mungu wa Israeli. Hakuna Mungu mwingine. Na Mungu wa Israeli ni Mungu wa Ibrahimu. Na huyo ndiye Mungu wetu. Sasa waza, mwanamke huyu, mfalme wao Ahabu alimuoa mwanamke ambaye aliwaondoa Waisraeli kutoka kwa Mungu wao. Sio jambo la wewe kulichezea. Unaweza ukaoa, ulikuwa mzuri, ulikuwa unakuja kanisani, lakini baada ya kuoa ibada ikaanza kukusumbua. Kwa sababu ibada zetu zinaanzia nyumbani. Lazima mke na mume wafanye ibada, ndipo mje ibadani. Kwa hiyo tunapokuja kanisani, sisi ndo tunakuja na ibada. Hii nyumba ni mahali tunakaa kama tulivyokaa, lakini sisi ndo tunakuja na ibada. Na ibada zetu zinaanzia nyumbani. Kwa hiyo mke na mume lazima wafanye ibada. Kwa hiyo Ahabu akamuoa mke ambaye alimuondoa yeye mwenyewe kwa Mungu na akaondoa taifa zima. Jambo hatari hili. Haleluya. Na angalia ndugu dada, nyinyi ni mashahidi. Nyumba ambazo zina vurugu, ndoa ambazo zina vurugu, hata ibada ni shida. Hata kuja kanisani ni shida. Amen. Na hiyo nyumba ya Ahabu, haleluya, amen, mwanamke akamwondoa Mungu. Sikiliza hili. Amen. Kwa hiyo ndio maana upaswi kumchagua mwanamke kwa sura, kwa muonekano. Na tunaishi katika ulimwengu ambao shetani amewatengeneza kweli kweli. Amen. Bali nataka nikuthibitishie, uzuri wowote uliopo kule nje ni wa tamaa. Na sisi hatupaswi kuoa kwa tamaa. Kwa sababu ukioa kwa tamaa, jina la Bwana litukuzwe. Amen. Ndugu, nataka nikuthibitishie, huwezi kupata mwanamke ulimwenguni atakayetosheleza tamaa zako ukioa kwa tamaa. Ndio maana tunawaambia vijana, liendee baada ya wewe kuwa na hakika na Mungu kwamba yuko ndani. Amen. Ndoa haiingiliwi kwa tamaa hata kidogo, itakusumbua. Na ndio maana wanaume wanakimbizana na anafikiri akimpata huyu basi atakuwa amekidhi tamaa yake. Si kweli. Na niseme ukweli, wanawake wote ni sawa, wameumbwa sawa. Kwa hiyo hakuna mwanamke duniani anayeweza kutosheleza tamaa zako. Ndio maana sisi, jina la Bwana libarikiwe, tumeagizwa kabla tujaliendea jambo hilo, omba. Amen. Kwa hiyo Ahabu akakosea, akachagua urembo, akafikiri ndio mke. Kumbe amechagua kitu kiovu, ambayo ilikuja ikafanya Israeli wote wakamwacha Mungu wao, kutenda dhambi na kuwa kinyume cha Mungu na kuharibu madhabahu za Mungu. Akajenga madhabahu za Baali, nao walikuwa na ibada za Baali kila mahali katika Israeli wakati huo. Umeona? Jina la Bwana litukuzwe. Kile ambacho mke unayemuoa vile atakavyoifanyia nyumba yako. Ndio maana tunawaambia vijana, usiende kule nje. Mtasoma. Usiende kule nje, alafu siku hizi wanadhana wasema nitamshuhudia ataamini. Nani alikwambia? Usifanye hivyo. Na unapofanya hivyo umeleta nguvu mbili nyumbani. Kwa hiyo kutakuwa na ushindani, na itategemea nguvu ipi itashinda. Na mara nyingi tumeona ya wanawake inashinda. Ndio.
kukuwa na Mungu. Ndio maana ndoa usiliendee kama una Mungu, maana utakwenda kuchukua muovu tu. Una njia, utachukua muovu tu. Haleluya. Kwa hiyo hapo ndipo Israeli wakaanza kuabudu miungu, na imeletwa na mwanamke. Kwa hiyo huwa tunaangaliaga ndoa ina mapana. Ndoa inaweza ikakuangamiza, na ndoa ilimwangamiza Ahabu. Si nilikwambia? Hata sijui ilikujaje, lakini hili hapa, ndoa ilimwangamiza Ahabu. Wakati Eliya nabii alipokuja kuonyesha kwamba ndoa sio kitu cha kucheza nacho, Mungu alimtolea unabii. Amen. Mungu alimtolea Ahabu unabii, na akaenda akafa sawa sawa na unabii, na akamtolea Jezebeli unabii. Ahabu akaenda vitani, tena Mungu akaruhusu mpaka pepo wa uongo kwa ajili ya Ahabu, na hayo yalianzia kwenye ndoa. Ndio, wacha yalianzia kwenye ndoa. Alipovuruga ndoa yake, badala ya kumuoa Mwisraeli, badala ya kukaa vizuri aombe, akamuoa huyu muovu. Huyu muovu akaleta miungu, Israeli wakaabudu miungu, Mungu akachukia. Nini? Ndoa. Kwa hiyo ndoa ikaangamiza taifa. Mungu akaja na hasira. Amen. Mpaka akaruhusu pepo, nenda, wale manabii wake wote wamtabirie uongo. Kaenda vitani kule, akapigwa mshale na Washami. Halafu Mungu akageuka akamwambia Jezebeli, na wewe mbwa wataramba damu yako, usicheze na hicho kitu. Na akafa hivyo sawa na neno la Mungu, kuonyesha Mungu kwenye ndoa. Wacha. Haleluya. Sikiliza hili. 47. Kwa nachukua tu kitu kidogo hapo, lakini hapa chini mpaka akamfanya Ahabu, mpaka akamchukia ndugu yake. Au nisome usikie? Basi alikuwa na mkewe, naye alikuwa amefanya Nabothi mwenye haki. Wengi wenu mmesoma habari zake, jinsi alivyolichukua shamba lake kwa udanganyifu, kisha akaapa uongo, na alikuwa na mashahidi wa uongo dhidi yake. Kwa maana yeye alitaka kufanya jambo fulani kwa ajili ya mumewe, basi akamuua mtu mwenye haki ili apate shamba lililopakana na shamba la ikulu. Kwa hiyo akamfanya mpaka Ahabu akamchukia mtu mzuri. Haleluya. Kwa hiyo unapaswa kuwa makini. Unaweza ukawa mnapendana ndugu kama familia, lakini mkatenganishwa na wake zenu. Mnashangaa familia inaanza kuingia kwenye vurugu kwa sababu ya wake zenu. Na ukifuatilia mwisho unakuja kukuta hivi, tulikuwa tunagombania nini? Ni mke wako tu alikuja, shemeji yangu kanifanya hivi, kafanya hiki, mtoto yule. Hapana. Haleluya. Sasa angalia huyu kitu alichokifanya. Kwa hivyo unaweza kuona ndoa jinsi ilivyo jambo la hatari sana ukiliendea vibaya. Haya, nisome katika ujumbe wa tamani, naelekea sio mbali sana. Katika ujumbe wa Junction of Time, njia panda, si ndio? Nadhani hata hii ni Kiswahili. 56. Sikiliza hili. 56 01 15. Maana ziko nyingi.
Amen. Nadhani siko kwa Kiswahili hiyo iko kwa Kiswahili, tuone. Kwangu itakuja kifungu cha 27 mpaka 38. Takwenda tu haraka. Haleluya. Kwa hivyo uwe makini. Kama uko kwenye ndoa, uwe makini. Kaa utulie, usicheze. Sasa nasoma 27. Angalieni jambo lingine alilofanya huko nyuma, kile Mungu alichofanya huko. Angalieni jambo lingine alilofanya huko nyuma. Tunaliona wakati wa machafuko haya makubwa, wakati mioyo ya watu inapoanza kupoa na kumwacha Mungu. Wanawake wakawa kijimungu kikubwa. Wana wa Mungu walipowaona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri, ikawa ni mambo ya kujuana kimwili. Ndio ile ilikuwa kuoa na kufanya nini? Kwa hiyo ilifika mahali wamejirembesha. Haleluya. Wamepiga vipodozi mpaka wana wa Mungu wakasema, mbona huku hamna kama hii. Haleluya. Gawa sasa tunaelewa. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa hivyo wakawaona binti za wanadamu kuwa ni yaangalieni siku hizi yale tunayoishia, sio kuwakashifu wanawake wa heshima, la Bwana. Hao ni vyombo vya Mungu, wale ambao wanabaki katika uadilifu wakiwa na kitu cha kiungu ndani. Haleluya. Wakisimamia nafasi zao. Hao ni vyombo vya nani? Vya Mungu. Lakini wale wasiojali, jinsi kulivyo na wengi upande huo mwingine, wakiendelea, wakioa, kuolewa. Mungu alisema hivyo katika Biblia. Yesu alisema kabla ya wakati wa Nuhu, mwishoni walikuwa wakioa na kuolewa, jinsi ambavyo hayo machafuko makubwa yalivyo duniani siku hizi. Ndio maana nilikuambia, ukiharibu ndoa unamtafuta Mungu ugomvi. Haleluya. Ndio maana Mungu alilaumu. Kwa hiyo hapa Mungu anatuambia kupitia nabii wake kwamba hayo yalikuwa ni machafuko. Haleluya. Na kwa hivyo yalivyo duniani siku hizi, nasi tunatambua hilo. Na jambo moja lililosababisha hilo, Biblia ilisema ya kwamba pepo, roho wakuu, ukisoma kwenye Kiingereza inasema great spirits, ni kama roho nyingi, sawa, walishuka, pepo wachafu, na kuwaingia watu hawa na kufanya mambo haya. Nasi tunaona pepo hao wachafu wakifanya kazi katika siku zetu. Kumbe wao kuishi hivyo katika hiyo hali ya uzinzi na uzinifu na kuvuruga ndoa, ilikuwa ni pepo, haleluya, waliopanda kutoka kuzimu wakaja wakawaingia watu. Ndiyo maana leo unamwambia mtu, lakini kwa nini unafanya hivyo? Wala waonyeshi kushtuka, wala waonyeshi kushtuka kabisa. Kwa nini unafanya ukahaba? Kwa nini unafanya uzinzi? Kwa nini unafanya hivi? Ndugu, kwa nini unavuruga nyumba? Hawaonyeshi kujali. Kumbe zilikuwa ni roho zilizopanda kutoka kuzimu, zikaja zikawaingia. Alafu hao pepo wakaanza kuwatengeneza wanawake. Haleluya. Mpaka wakaonekana upande huu mwingine wakasema, mbona lakini ni wazuri. Sasa utaona, jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tunapowaona leo
wanawake vile wanavyovaa, vile wanavyotenda, vile wanavyotembea, watu wanaume, sio wanawake peke yao, ni wale pepo ambao wameachiliwa tena katika wakati huu waingilie ndoa. Ndio maana mnashangaa hata upande huu wa waaminio bado kuna nyumba zina shida. Hawajali isipokuwa uwe sawa na Mungu. Kama uko sawa na Mungu watakuvuruga. Watamuingilia mkeo, watamuingilia mmeo. Nao ni pepo wa tamaa. Kwa hiyo wakafanya ulimwengu mzima kuwa chafu sana. Mpaka Mungu akasema siwezi kushindana na mwanadamu. Kwa uchafu huu mahali alipofikia siwezi kushindana naye. Akamwambia Nuhu, tengeneza safina na angamiza. Haleluya. Kwa hiyo kumbe haikuwa ni wale watu, ilikuwa ni pepo. Ndio maana unaweza ukatembea hapo mjini au barabarani, unakutana na mwanamke amevaa kitu cha ajabu na wala haoni shida. Ndio maana tunahitaji neema ya kutosha, Roho Mtakatifu ya kutosha kufunika macho yetu. Utatazama lakini hautaona, maana tumefundishwa tofauti ya kuona na kutazama. Kwa macho utatazama lakini kwa moyo hautaona. Hiyo inahitaji Mungu ndani. Brother, ni aibu. Na wakati mwingine ni mwanamke ambaye ana mume. Unawaza huyu anatafuta nini? Kwa sababu mimi ninaamini kama kuna kitu ambacho mwanamke anahitaji katika maisha yake ni mumewe na naye. Alafu anatoka amevaa tight ambao kwa kweli mtu mwenye akili hawezi kuvaa kitu kama hicho, lakini ajali na anatembea katikati ya watu. Ni wale pepo. Kwa hiyo wamerudi tena. Walifanya hivyo wakati wa Nuhu, na tuliambiwa ulimwengu ukirudia tena kuwa kama ilivyokuwa wakati wa Nuhu, ina maana hawa pepo watakuja tena. Yes. Ni wale. Kwa hiyo wanatenda kazi, wakifanya kazi katika siku zetu. Na sasa angalieni, haleluya. Hilo si hilo tu. Wakati kuzimu yote inapofunguka, mbingu yote inafunguka. Mbingu yote inafunguka pia. Adui anapoingia kama mafuriko, Roho wa Mungu huinua kiwango dhidi yake. Na nguvu hizi mbili, haleluya, na nguvu hizi mbili siku zote zilijitokeza kwenye njia panda. Hii ndiyo sababu Roho wa Mungu yuko duniani leo, na mapepo haya mapepo pia yameachiliwa kutoka kuzimu, kwa sababu ulimwengu unakutana tena. Haleluya. Hapo ndipo tulipo leo. Haleluya. Hapa ndipo wanapotokea wale wachache. Haleluya. Sasa tunapoona ya kwamba wakati ambao Nimrod alikuwa ameleta shirikisho lote pamoja na kufanya watu wote waje Babeli na kuingia katika shirikisho hilo kuu, na wakati wa huo uovu wote kuendelea kati ya wanawake, kujuana kimwili na kadhalika, wakati huo Mungu alikuwa na shahidi duniani, Enoko. Haleluya. Ambaye alitembea pamoja na Mungu. Samahani ndugu maji.
Amen. Ambaye alitembea pamoja na Mungu bila lawama. Sawa? Na wakati huo huo uovu ulipokuwa ukitokea, malaika walitokea duniani. Haleluya. Viumbe vya kimalaika walihamia kwa wanadamu. Kwa hiyo upande ule wakipokea mapepo, sisi tunapokea malaika. Amen. Hallelujah. Praise be to God. Najisikia vizuri sasa, kwa sababu Mungu asingetuacha katika hali hiyo. Ilibidi wakati kuzimu kunapofunguliwa na mbinguni kunafunguliwa, wakati mapepo yakipanda na malaika wanashuka. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise be to God. Mfano mzuri sana wa siku hizi pia, wakati uovu unapotokea, vivyo hivyo mema yanatokea. Woo! Hallelujah. Kwa hivyo ninyi mlioko upande huu, hallelujah, mko chini ya ulinzi wa malaika. Na hii ndiyo sababu tunapokuwa vizuri katika nyumba zetu, malaika hufanya kituo, kwa sababu wameamriwa waje. Hallelujah. Amen. Naona mahali tulipo, hivyo ndivyo ilivyo. Kwa hiyo wewe uko chini ya ulinzi wa malaika. Nyumba zetu ziko chini ya ulinzi wa malaika. Amen. Tuko pazuri. Basi angalieni huko nyuma katika siku hizo hovu, kabla tu ya yale maangamizi, wakati Mungu alipokuwa na mtu huko nje akihubiri Injili, mtu maskini, mtu mnyenyekevu, si wa kiulimwengu sana, bali mtu aliyekuwa na moyo wa kumsikiliza Mungu. Nuhu. Kulikuwako na Nuhu na Enoko wakihubiri wakati ule ule. Haleluya. Umeelewa? Kwa hivyo wakati ulimwengu ukiwa katika uovu sana, kuna injili ya kweli inaendelea, na injili hiyo kazi yake ni kuiandaa kanisa, kwa sababu kupitia injili hiyo kanisa inapata imani ya kunyakuliwa. Haleluya. Kwa hiyo tuna Nuhu kama ilivyokuwa katika wakati wa Nuhu. Hatuna budi kuwa na Nuhu leo. Haleluya. Na Nuhu wetu leo anaitwa William Marion Branham. Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu ilibidi awe na ujumbe kama ilivyokuwa ilibidi Nuhu awe na ujumbe ili kuokoa watu wake. Naye ndugu Branham ametumwa, hana budi kuwa na ujumbe kwa ajili ya kuokoa watu wake, na ndiyo maana akasema nawawakilisha. Haleluya. Amen. Kwa hiyo kuna safina mahali fulani, jumbe wa wakati wako, uamini ili uingie. Yeah. Haleluya. Kwa hiyo kulikuwa kuna Nuhu na Enoko. Na kama ukiangalia huko katika Ufunuo 11 ilisema, nitawaruhusu mashahidi wangu wawili katika siku za mwisho, ambao Ufunuo 11 ni Musa na Elia, ikiwakilisha kama ilivyokuwa Enoko na haya. Tuache hivyo, tusiende huko sana. Wawili katika siku za mwisho, mashahidi wawili tena katika siku za mwisho. Ufunuo 11, nao watafanya ishara na maajabu miongoni mwa watu. Haleluya. Sasa sikilizeni. Haleluya.
watafanya ishara na maajabu miongoni mwa watu. Na kanisa lina budi kupokea muujiza. Angalia huko nyuma basi, wakati Nuhu na Enoko walipokuwa wakihubiri, naye Nuhu alikuwa akihubiri ujumbe ambao ulionekana wakiwazimu sana kwa ulimwengu, kwa sababu alisema mvua itanyesha, na mvua haijawahi kunyesha. Nasema unafahamu neno la Mungu, achana na hiyo na kusi hata usiende kusomea neno la Mungu. Mvua itanyesha na mvua haijawahi kunyesha. Kwa hiyo neno mvua itanyesha haipo. Na Biblia hii ni Biblia ya nyakati zote. Kwa hivyo kila wakati ina sehemu yake. Na kwa hivyo Biblia hii ilikuwa ni Biblia, haleluya, ambayo Mungu alikuwa akiongeza. Kwa hiyo ni Mungu peke yake ndiye anayeruhusiwa kuongeza. Haleluya. Lakini wewe na mimi amesema ukiongeza unaongezewa mapigo, ukiondoa, lakini yeye anaruhusiwa kuongeza. Haleluya. Kwa nini? Mvua haipo, lakini anamwambia hubiri. Sasa amemwambia Nuhu hubiri, na aliyemwambia Nuhu hubiri si ni Mungu? Kwa hiyo Nuhu anahubiri neno la Mungu. Kwa hiyo ukibishana na Nuhu, ubishana na Mungu. Haya, sikiliza. Ulionekana wazimu kwa ulimwengu. Naye Nuhu, hili hapa sasa. Nuhu alikuwa akiandaa safina, akitengeneza mahali pa usalama. Nao huo wenyewe ulikuwa ni muujiza. Jinsi ambavyo mtu juu ya nchi kavu, ambapo maji hayakuwa yamewahi kuja kamwe, alikuwa akiandaa safina ya kuelea juu ya bahari kuu ambayo ingetokea huko. Yaani anatengeneza safina nchi kavu, alafu anasema itaelea, na anaambia hapa patatokea bahari. Haleluya. Huko na kusema yatashuka kutoka angani. Nayo yalikuwa wapi? Lakini kwa imani ambayo yenyewe ni muujiza. Nuhu akiisha kuonywa na Mungu aliandaa safina. Mnaliona? Aidhuru ilionekana ya kijinga jinsi gani, jinsi ilivyoonekana ya kilokole kwa watu, ilikuwa ni muujiza yenyewe. Kumuona mtu akiendelea kupiga nyundo kwamba kitu fulani kilionekana cha kilokole. Imejirudia tena leo, huku watu wakieneza injili ya Bwana Yesu Kristo kwa dhati, wakihubiri ubatizo wa Roho Mtakatifu, wakiwatayarisha watu kwa ajili ya hukumu zijazo au kinga dhidi yake. Nao watu wa kanisa la kisasa wakicheka na kufanya mzaha na kusema hakuna kitu kwake, na siku za miujiza zimepita. Ni muujiza, ubao wa kuelekeza kwenye njia panda. Nuhu akifanya kazi kwa nguvu, si kwamba tu alikuwa kufanya muujiza au kuangalia, alikuwa akiutarajia pia muujiza. Yaani ilikuwa hivi hata wakati Nuhu mwenyewe anatengeneza ile safina na anaponda, anapiga misumari yake, jina la Bwana libarikiwe. Hata yeye mwenyewe ungemuuliza, sasa Nuhu, uliwahi kuona mvua? Angemwambia ila naamini kwa sababu ni neno. Haleluya. Na angekwambia natarajia kutokea muujiza kwa hii safina kuelea. Nalo kanisa siku hizi linapojishughulisha sana na kazi ya kuhubiri injili, huku ishara na maajabu yakifuata, wanajiandaa kwa ajili ya muujiza, unyakuo wa kanisa. Yaani ukituuliza sasa mtanyakuliwaje, hatuwezi kueleza, maana ni muujiza tunaotarajia. Je, mtakuwa na mabawa? Hatujui, lakini Mungu amesema kanisa litanyakuliwa. Kwa hiyo tunautarajia, huo ni muujiza. Na utakuwaje muujiza? Mwanadamu kutembea kwenda juu, kwa sababu haijawahi kutembea mwanadamu kutembea kwenda juu isipokuwa Enoko, si ndio?
Kwa hiyo huo ni muujiza. Sasa safari hii kanisa bibi harusi watatembea kwenda juu, kama vile safina ilivyoelea juu ya maji, ambapo hakukwako na maji ikaelea juu. Kwa hiyo sisi kunyakuliwa kwetu hatuwezi kuelezea tutanyakuliwaje. Hatujui hata tutaanzaje, maana huo ni muujiza. Naye Nuhu hakujua. Ungemuuliza sasa hiyo mvua itaanzia kwa wapi, asingekuambia. Lakini muda ulipowadia, haleluya, maji yale yaliyotoka chini yalianza kunyanyua safina kwenda juu. Mnaelewa? Yale maji yaliyokuwa chini, haleluya, Mungu alipofungua chemchemi zote, ndio iliyoinua safina kwenda. Na sisi kwenda kwetu juu, huyu Roho Mtakatifu aliyeshuka, huyu ndiye atakayetunyanyua kwenda juu. Haleluya, amen. Umeona vile ilivyo? Haya, kwa hiyo acha nifike mahali ndugu. Mungu na wabariki. Mniambie ni saa ngapi? Amen. Saa ngapi ndugu? Saa 8. Inatosha. Wanajiandaa kwa ajili ya muujiza, unyakuo wa kanisa na kwenda nyumbani, kuwatayarisha watu, kwa punguzia mizigo. Yaani huu ujumbe umekuja pia kutupunguzia na kutuandaa kwenda. Haleluya. Kuwaondolea mambo ya ulimwengu, si ndio mizigo yenyewe? Na kuziweka nafsi zao katika uwepo wa Mungu, ili kwamba Yesu atakapotokea mara ya pili utukufuni, wale walio tayari watatwaliwa na kunyakuliwa pamoja, kumlaki hewani na kuwa pamoja naye. Kama ilivyokuwa katika wakati wa Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake Mwana wa Adamu. Kula, kunywa, kuoa, kuolewa, mambo yote hayo mnayaona yakiendelea. Jiwekeni wazi. Mungu akujalie leo hii kwamba ufungue. Haleluya. Mungu aufungue ufahamu wako, upate kuona hivi ni vibao vya kuelekeza, na miujiza ya kimbinguni ikining'inia papa hapa mbele zetu leo hii ya kuja mara ya pili kwa Bwana Yesu Kristo. Nasi tuko kwenye njia panda, angalieni. Mimi naomba tu nisiendelee kwa sababu kuna mambo mengi. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa hivyo ndugu na dada, hebu nimalize na hili moja. Amen. Kwa hivyo ndicho kitu ambacho ujumbe huu unafanya. Na ndio maana ninaamini kama tukisimama na ujumbe huu, tumelindwa, tuko salama, wala usijali. Haleluya. Niangalie hiyo the junction time ambayo ni 56. Niangalie kitu hapo kama ninalipata. 01:22. Nampenda. Sasa umeambiwa iweke wazi. Mungu afungue ufahamu wako ili uelewe kinachoendelea. 56:01:22. Hii ilikuwa ni ipi? Aya 48B kama ninayo, alafu nimalize kwa na mambo fulani, lakini itabidi tu kwa sababu ya muda, tunataka mambo yaishe mapema. Haleluya. Sasa nachukua B yake, nadhani wanaposema hiyo ni kifungu cha 48. Kisimbo njoo. Hii itakuwa, ngoja niangalia kama iko Kiswahili pia. Ana kama hii.
Umekatalia. Hiyo haipo. Haipo. Sasa nije hapa 56:0122. Hapa inasema cha 48B. Dhani tu nitaachia hapo, hata kama kuna mambo mengine mazuri, lakini now. And Jesus Christ, Yesu Kristo, when he was here on earth, alipokuwa hapa duniani, said, alisema, as it was in the days of Noah, kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, so shall it be in the coming of the Son of Man. ndivyo itakapokuwa katika kuja kwake mwanadamu. Look at the world. Hebu iangalie dunia. It was I was talking to Mrs. Wood and Mr. Wood today. Nilikuwa nazungumza na mke wa Wood na mke wa na Mr. Wood, Mr. Wood leo. While we were eating dinner, wakati tulipokuwa tunakula chakula cha jioni, upon the divorce cases, na kuzungumzia kuhusu masuala ya talaka and the thing of the United States, na mambo ambayo yanahusu Marekani. We have the highest rate of divorces than all the world put together. Tunayo ile kiwango cha juu, tuna kiwango cha juu cha talaka kuliko zote, kuliko ulimwengu mzima kuwekwa pamoja. We have more voices. Tunazo talaka nyingi zaidi. Men, wanaume, the Bible said, Biblia ilisema marrying, giving in marriage. Biblia ilisema kwamba wanaume wangekuwa wanaoa na wangekuolewa. Eating, drinking, wakiwa nakula na kunywa, kulewa. Yes, the moral and so forth that they are have, na uadilifu, uadilifu na kadhalika waliokuwa nayo. How that they marrying and giving in marriage, vile ambavyo walikuwa wanaoa na kuolewa. The Reno Nevadas, hiyo ni sehemu fulani kule. Reno Nevadas, jimbo fulani. Men go out and live with her. Wanaume wakitoka na kwenda kuishi na huyo mwanamke. Marry a girl, na kuoa msichana. Sasa Freddy, naomba unisikilize hapa. Marry a girl, kuchukua kumwoa msichana, and take her for his wife, na kumchukua huyo msichana kama mke wake, kuwa mke wake. Live with her for a few days, na kuishi naye kwa siku chache. He don't like her. Yeye hamtaki huyo msichana. Yani akisha kumuoa akaishi naye, yani kumaanisha kumjua. Sijui mnanielewa? Akisha kumjua. Mnaelewa ninachomaanisha? Sawa. Basi hamtaki tena. Ndio maana ilikuwa ni ulimwengu wa nini? Wa tamaa. Si nimeshampata? Kwa hiyo akisha kumpata, baada ya kumuoa hamtaki tena. He kicks her off without the courts. Anamfukuza bila ya mahakama. Ungodly people give him a divorce and a license to marry another. Watu wasio wacha Mungu wanampa yeye talaka na leseni ya kumwoa mwingine. Ndio hii mnaona mwanaume anamwacha mkewe alafu anaoa mwanamke mwingine. Na yapo makanisa ambao wanakwambia tumeona huyo akuwa mkeo. Mke wako mtu mwingine ndo anakuonea. Siku hizi kuna nabii nyingi za uongo. Eti nimeona huyo akuwa mkeo. Ukija huku kwetu sisi tutakupa mke, alimradi ulioa, imekwisha. Umeona? Kwa hiyo tunaishi katika ulimwengu wa namna hiyo. Jina la Bwana litukuzwe. Na niwaonye wa ndugu, usioe kwa tamaa. Ndoa itakushinda. Kwa sababu baada ya kumaliza tamaa zako ndipo utaanza kuona makosa. Mara uangalia anavyotembea,
miguu yake sijui iko hivi, sijui sikia anavyoongea, unaanza kufuatilia sijui kwenu kukoje. Kwani wakati unamuoa mbona hayo yote hayakuwepo? Mbona ulimuita kipenzi? Amen. Kwa hiyo tunaishi katika ulimwengu ambao wanaoa na kuacha. Akisha kumpata tu huyo mwanamke anaanza kumdharau. Amen. Ndugu, tunazungumza mambo haya wakati mwingine ni chungu sana kwetu. Mimi nimefunga ndoa moja pale Arusha, na ni ndoa ya ndugu na dada. Baada ya muda wanaachana. Ndugu hamtaki mkewe na amemzalisha watoto wawili. Nikamwambia sasa, si hata basi mje mchukue vyeti vyenu vya ndoa. Ndugu hataki hata vyeti vya ndoa. Kwa hiyo roho hizo ziko huku, na huo ndio ulimwengu tunaoishi. Kwa hiyo wewe binti, kabla ya kumkubali huyo ndugu, kaa tafakari. Waza, akisha kunijua ataendelea kunipenda? Amen. Na wewe ndugu, unapooa kumbuka unaoa mke ambaye utaishi naye maisha yako. Kama hauko tayari kuishi naye maisha yako yote katika shari na katika nini, achana na kitu hicho. Endelea na biashara zako, endelea na mambo yako. Lakini tunaishi katika ulimwengu huo ambao watu wanaoa na kuacha. Hii ndio sababu mnaona hata waaminio wapo ambao ndugu anatoka nje ya ndoa yake. Anapofanya hivyo anatamani kumwacha huyu. Amen. Mwingine anakuambia tu, kama isingekuwa ni neno ningeshakuacha siku nyingi. Huyu alishakuacha. Amen. Ndio maana hata wakati mwingine afadhali ubaki kuwa mke wa Kristo kuliko kuolewa na huyu jamaa muongo mlagai. Kwa sababu hata hivyo Biblia inasema katika Isaya 54 nadhani, muumba wako ni mume wako. Omba upate mtu sahihi. Omba upate mwanaume sahihi. Kwa sababu tunaishi katika ulimwengu wa jinsi hiyo. Kwa hiyo akisha kukujua, unaona madharau yanaanza. Ndio maana unajiuliza, hivi wakati tukiwa wachumba mbona inaonekana penzi liko moto moto? Mbona baada ya kuoana halipo? Ndio ile mara nyingi mzee wetu, mchungaji wetu Kaswa anakumbushia, zile vocha ziko wapi? Amen. Tunafanya makosa. Umeelewa hilo? Tunaishi katika ulimwengu wa namna. Kwa hiyo hii inafanya kuoa kuwa jambo ambalo ni very sensitive. Na makini sana. Na kuolewa. Jambo la makini sana. Makini sana. Omba vya kutosha. Na siku hizi watu ni waongo kweli. Unamuuliza binti, umeomba juu ya huyu? Nimeomba baba, nimeomba sana. Una hakika kwamba umeomba? Nimeomba baba, nimeomba kweli. Mimi nawaulizaga, wewe ndugu, kabla ya kuingilia hili jambo, umeomba? Ndugu, nimeomba sana. Haya, umeomba sana. Umeomba juu ya huyu? Maana unaweza kuomba sana lakini hujaomba juu ya huyu. Umeomba? Na je, una hakika hapa kati yangu mimi na wewe, Mungu ni shahidi kwamba huyu mke umempata kwa Bwana? Alafu nawauliza tena, ni kitu gani ulichoona ndani ya huyu ambacho kinamfanya yeye kuwa tofauti na wanawake wengine hata ukamchagua? Unaona mtu anaanza najua kwa sababu lazima uone kitu. Na kile unachokiona lazima kiwe kile ulicho nacho. Kama una Mungu utaona Mungu ndani yake. Hapa. Vinginevyo atakuacha. Huyu jamaa anakuacha. Kaa uwaze sana. Kaa uwaze sana siku ile anakuchukua. Nasema hii ndio ile siku, sijui baada ya hapa itakuwaje.
Akisha kunijua itakuwaje? Namaliza. Mungu anawabariki. Kwa hiyo baada ya hapo mtu fulani anawapa leseni, wanaoa mke mwingine. But God says that is wrong. Bali Mungu anasema hiyo ni kosa. That is right. Hiyo ni sawa. But they do it. Lakini hata hivyo wanafanya hilo. Our civilization is crumbling. Ustaarabu wetu unaporomoka. We see that. Tunaona hilo. It is a sign positive that we are at the end time. Ni ishara, ni ubao wa kuelekeza kwamba tuko wakati wa mwisho. Nimemaliza.